ya mwezi Machi mwaka 2026, Mungu ametuweka tena hai ili tuweze kutimiza kusudi ambalo ameliweka ndani ya kila mmoja wetu. Ni katika siku ya leo ambapo wengine tunaendelea na mfungo wa Kwaresma, na wengine tuko Ramadhani, na wengine tunaendelea na namna mbalimbali za kumkaribia Mungu. Jumapili ya leo tujifunze kidogo pamoja mambo ya msingi yanayohusiana na maisha yetu duniani na kila ambacho Mungu amekikusudia kwetu. Sasa ili tuweze kujifunza vizuri, naomba utafungua pamoja na mimi kitabu cha Yohana. Yohana ni Injili kama ilivyoandikwa na mmoja wa wanafunzi wa Yesu. Yohana sura ya 3 mstari wa 1. Imeandikwa, basi palikuwa na mtu mmoja Farisayo, jina lake Nikodemu, mmoja wa baraza la Wayahudi lililotawala. Huyu alimjia Yesu usiku akamwambia, Mwalimu, tunajua kuwa wewe ni mwalimu uliyetumwa na Mungu, kwa maana hakuna mtu anayeweza kufanya miujiza hii uifanyayo wewe kama Mungu hayuko pamoja naye. Yesu akamjibu, amini amini nakuambia, hakuna mtu anayeweza kuona ufalme wa Mungu kama hajazaliwa mara ya pili. Nikodemo akauliza, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Hakika hawezi kuingia mara ya pili kwenye tumbo la mamake ili azaliwe. Yesu akamwambia, amini amini nakuambia, hakuna mtu yeyote anayeweza kuingia ufalme wa Mungu kama hajazaliwa kwa maji na kwa Roho. Mwili huzaa mwili, lakini roho huzaa roho. Kwa hiyo usishangae ninapokuambia huna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo huvuma kokote unakopenda, mvumo wake unausikia, lakini hauwezi ukafahamu unakotoka wala unakoenda. Ndivyo ilivyo kwa mtu aliyezaliwa na Roho. Jina la Bwana libarikiwe. Tutafakari kidogo maandiko haya kwa sababu kama nilivyosema, moja ya kitu ambacho kipo katika mioyo ya wanadamu ni ule uhitaji wa kuishi milele, ni ule uhitaji wa kuwa na uhakika milele yangu mimi itakuwaje. Ndio maana watu wanajaa katika nyumba za ibada, unaoenda makanisani, misikitini, wengine wanaabudu vile wanavyojua wao, lakini nafsini kwa kila mtu kuna hiyo haja kwamba lazima nitengeneze kesho yangu, nitengeneze hatima yangu njema. Ndicho kisa cha kufanya ibada. Kuna watu wanafanya ibada kama sasa hivi wamefunga, watu wanajinyima chakula, si kwa sababu hawana misosi majumbani kwao, lakini wanaiacha makusudi kama sehemu ya devotion, ya kujitoa kwao kwa Mungu, ili waweze kusecure, waweze kuwa na uhakika na maisha yao baada ya hapa. Na ukweli wenyewe ni kwamba dini nyingi zinafundisha kwamba baada ya maisha haya kuna kwenda mbinguni, na acha kwa muktadha wa ninachokiongea hapa ijulikane tu basi kwenda mbinguni ndio huo ufalme wa Mungu ambao Yesu hapa alikuwa anazungumza na huyu mtu. Huyu bwana alimwendea Yesu kwa maficho. Kumbuka alikuwa ni mmoja wa watawala wa baraza la Wayahudi wakati wa Yesu. Kwa alikuwa ni influential katika lile baraza, na kwa kuogopa pengine wenzie wangeweza kumuona vipi, alimfuata Yesu baada ya kuonekana Yesu alikuwa na mafundisho ya tofauti na vile walivyozoea. Na sio tu kwamba alifundisha tofauti, mafundisho yake yaliambatana na ishara na miujiza na maajabu ambayo walimu wa Torati na watu wa dini wa kipindi hicho walikuwa hawawezi kufanya. Sasa Nikodemo akamfuata Yesu usiku, akamwambia, nimekufuatilia na kuona wewe ni wa tofauti. Naona ni wa tofauti mafundisho yako, lakini pia maajabu na miujiza unayofanya hakuna anayeweza kufanya visipokuwa ametoka kwa Mungu. Sasa hebu naomba niambie hii habari. Yesu akamjibu akamwambia, sikiliza Nikodemo, hakuna mtu anayeweza kuona ufalme wa Mungu asipozaliwa mara ya pili. Hili lilikuwa ni neno gumu sana kidogo kwa Nikodemo, lakini hata kwetu pia,
Kwa umri wangu mimi na wa mtu anayenisikiliza pengine na ninyi ambao tuko wote hapa, una miaka 20, 30, 40, 50, 60, alafu mtu anakuambia inabidi uzaliwe mara ya pili na unajua ulishazaliwa, inaleta kidogo tashwishi. Kwa hiyo Nikodemu naye akahoji, inakuaje sasa mimi nimeshazaliwa na umri wangu huu, nawezaje kuzaliwa tena? Nirudi katika tumbo la mama? Yesu akaanza kumfafanulia. Sasa mimi nikasema tutafakari pamoja. Mtu ambaye amekwisha kuzaliwa, ndani yake ana mwili lakini ana utu wake. Utu ni ile senta ya maamuzi yake. Wale wataalamu wa kompyuta tunaita kama CPU, Central Processing Unit. Mahali ambapo anafanya maamuzi, nia yake, mfumo wake wa fikra, mfumo wake wa hisia. Kuna utu wa mtu ambao anakuwa nao tangu amezaliwa, na ule utu wa mtu ndio unaomwendesha yule mtu. Kwa hiyo tukimwona mtu anayoyafanya nje anatoka ndani, na kama mtu amezaliwa kutoka kwa mama yake, basi kuna utu ambao amezaliwa nao. Sasa Yesu anapozungumza habari ya kuzaliwa mara ya pili, na anasisitiza pale mbele kwamba huyu mtu lazima uzaliwe kwa roho, kwa maji, yani kwa roho. Tafsiri ya Biblia sasa hivi nasema uzaliwe kwa maji na kwa roho, lakini tafsiri ya kwanza nasema uzaliwe kwa maji, yaani kwa roho, ukiwa na maana kwamba lazima uweze kubadilishwa ule utu wa ndani ambao ulizaliwa nao. Lazima huo utu ubadilishwe upate utu upya. Kwa lugha nyingine, uzaliwe mara ya pili, uwe renewed, uondolewe utu wa kwanza uliozaliwa nao na mama yako na ukakuwa nao mpaka hapo ulipo, uwekewe utu mwingine ambao umetoka kwa Mungu. Maana yake lazima kuwe na transformation ya ile thinking, ya ile mfumo wako wa hisia, mfumo wako wa maamuzi, mfumo wako wa fikra lazima ubadilishwe ili uweze kuingia. Maneno mawili ameyatumia hapo, kuna kuuona na kuna kuingia. Ili uone, unazaliwa mara ya pili, unamwamini Yesu, unakubali kwamba mimi mfumo wangu wa fikra sio sahihi, mfumo wangu wa utendaji, hisia zangu sio sahihi, nakubali mfumo huo uweze kubadilishwa. Hapo umeamini, nakubali mfumo ubadilishwe. Ukiuamini unaweza ukauona, lakini ili uingie kuna hatua nyingine zaidi, lazima kufanyike badiliko. Yesu anamwambia Nikodemu, huyu mtu lazima azaliwe kwa maji, yaani kwa roho, ndipo anaweza akauingia ufalme wa mbinguni. Maana yake ni kwamba kuna mabadiliko ambayo yanatakiwa yatokee. Katika Yohana, kitabu hicho hicho Yohana sura 6 mstari wa 63 anasema, maneno ninayowaambia ni roho tena ni uzima. Neno nalokuambia ni roho tena ni uzima. Maana yake ni kwamba anaposema uzaliwe kwa roho, maana yake unazaliwa kwa neno, kwa neno la Mungu. Neno la Mungu linaingia ndani yako, linafanya badiliko. Linabadilisha fikra zako, linabadilisha mtazamo wako, linabadilisha msimamo wako, linafanya a total transformation. Yaani maana yake ni kama kubadilishwa ile CPU, Central Processing Unit, lazima ibadilike ili uweze kuingia ufalme wa mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Lazima kutokee badiliko la ndani ya mtu, na hilo badiliko it's not a single day experience, si jambo linalotokea kwa siku moja. Badiliko hilo ni badiliko la kila siku. Ndio maana wakati Yesu anawafundisha wanafunzi wake kusali, aliwaambia mnaposali salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Sasa watu wengine wanaposali wakifika kwenye kupewa mkate, wanafikiri unaomba ule mkate wa Balesa, wanafikiri unaomba zile Azam biskuti za Azam, au wanadhani unaomba chakula, kama ambavyo kizazi chetu kimekuwa kizazi cha mwilini sana. Kwenye ibada zetu tumejaza mambo ya mwilini. Yaani hakuna watu wanaotafuta kuzaliwa mara ya pili. Hakuna watu wanatafuta lile badiliko la ndani. Watu wengi wanatafuta kujineemesha katika maisha haya,
wanaupenda sana mwili. Utasikia wanaongea kuhusiana na mavazi, kuhusiana na chakula, kuhusiana na magari mazuri, safari, vacation na mambo mengine. Wanaweka kipaumbele sana kwa mambo ambayo tunayaona. Na hata mahubiri na mafundisho mengi ambayo tunahubiriana makanisani, kwa nyumba za ibada, yanapendelea sana mwili. Ukianzisha mahubiri, mafundisho yanayozungumza habari ya kubarikiwa, watoto wako kusoma shule nzuri, na wewe kujenga nyumba nzuri, kupata visa kwenda Ulaya, kununua gari nzuri, kupata viwanja vipya, na watumishi wakifunuliwa maono wanaona ukibarikiwa, ukiexpand, mke wako akiwa na afya. Ni mambo ya mwilini tu, mambo ya mwilini ambayo hayahusiani kabisa na kule kuzaliwa mara ya pili kwa maji, yani kwa roho. Ukisimama ukafundisha habari ya ufalme wa Mungu, ukafundisha habari ya fikra za kiungu, mtazamo wa mbinguni, na namna ya kuwa transformed, kufanana na kugeuka kuwa sawa na Mungu, ukifundisha namna hiyo, ukihubiri namna hiyo, kama ni kwenye mitandao ya kijamii, like utakazozipata ni 2 au 3. Kwa nini? Kwa sababu we are so much absorbed, tumeshikwa sana na vitu tunavyoviona na baraka za mwilini. Ndio maana hata kwenye sala ya Yesu kwa wanafunzi wake, mnaposali salini, utupe mkate wetu wa kila siku, tunadhani ya kwamba Yesu alimaanisha tuombe misosi na vyakula hivyo ambavyo tunahitaji kula, lakini ukweli wenyewe ni kwamba Yesu alikuwa anamaanisha tuombe chakula, neno, mkate, neno la Mungu. Kila leo tule neno ambalo ni uzima, ili tuweze kuingia ufalme wa Mungu, kwa sababu huwezi kuingia ufalme wa Mungu kama hujawa transformed, kama hujazaliwa mara ya pili, kama utu wako wa ndani haujabadilika na kuwa kitofauti. Maana yake ni kwamba lazima kuwe na 360 degree change, yani badiliko la moja kwa moja, kwa sababu huzaliwi nusu nusu, unazaliwa moja kwa moja. Ulishazaliwa na mama yako na baba yako safi kabisa, na ukapewa na utu huu ambao ulizaliwa nao, utu ambao umejaa uovu, utu ambao umejaa tamaa, utu ambao una fikra mbaya, utu ambao una njia za aibu, na ile thinking pattern yako yote, vyote hivyo sasa ulizaliwa navyo. Sasa hivi Yesu anasisitiza kwamba lazima ukubali kubadilisha utu wa ndani, uzaliwe upya, upate utu upya, upate a new thinking. Ndio maana Paulo anapowaandikia Warumi, katika Warumi sura ya 12 mstari wa 1 na wa 2, anasema msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Tafsiri nyingine inasema bali mgeuzwe kwa tafsiri nyingine anasema msifananishwe na namna ya dunia, bali mgeuzwe namna mnavyofikiri. Lazima utu huu mpya unaokuja na wewe uje na total transformation ya kubadilisha utu wako wa ndani, ili uweze kuingia ufalme wa Mungu. Huingii ufalme wa Mungu kwa kufunga Kwaresma au kufunga Ramadhani au kuwa na devotional za kufunga kivyako vyako. Hapana. Kupiga magoti, kusujudu, kuabudu, kunyanyua mikono, vyote hivyo ni vizuri, lakini Yesu anasema usipozaliwa mara ya pili kwa maji, yaani kwa roho, huwezi kuingia ufalme wa Mungu. Leave alone kuingia. Kwa hiyo tunapoendelea kutafakari, tarehe 1 Machi ni jukumu la kila mmoja kufanya bidii ya kila siku kujifunza neno, ili uweze kuingia ufalme wa Mungu. Lazima neno likubadilishe, ubadilishwe namna unavyofikiri, ubadilishwe namna unavyowaza, ubadilishwe namna unavyoenenda, ubadilishwe namna unavyotazama mambo. Hisia zako lazima zibadilike, mawazo yako lazima yabadilike, mtazamo wako lazima ubadilike. Ukubali kubebana na mambo ya ufalme wa Mungu.
Andiko moja ambalo Yesu alilizungumza alipokuwa katika huduma, alisema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, mengine yote mtazidishiwa. Tafsiri ya Kiswahili ilichemsha kidogo hapa inaposema utafuteni kwanza. Tafsiri asili kabisa hili neno ilikuwa ni seek only, tafuteni tu ufalme wa Mungu. Kwa nini utafute tu ufalme wa Mungu? Kwa sababu haya mambo mengine yote they are so natural. They are so natural, kwa maana ya kwamba yanapatikana kwa kanuni. Wewe kuwa na pesa, hauhitaji Mungu aingilie kati upate pesa. Pesa zina kanuni yake. Ndio maana kuna watu ambao hawana Mungu huyu ambaye tunasema ni Mungu wa Israeli, lakini wana hela. Kwa nini? Kwa sababu pesa ni kanuni. Kupata chakula ndani ni kanuni. Huwezi kukaa ndani mvua inanyesha ukaacha kwenda kulima ukasubiri ya kwamba wewe utakaa kwenye maombi uombe upate chakula. Hapana. Kanuni ya kupata chakula, wakati wa masika enda lima, panda, vuna, weka chakula ndani. Mambo mengi they are natural ya mtu kuyapata, na maandiko anasema hata watu wa dunia wasiokuwa na Mungu hayo ndio wanayoshughulikia. Anasisitiza kwamba unatakiwa utafute pekee, seek only. Hiyo seek first ilichakachuliwa, sio tafuta kwanza kwamba ni 1 2 3 4 5. Hapana, alimaanisha tafuta tu ufalme wa Mungu. Maana yake kuwa bize kujifunza kula mkate kila leo, ili huo mkate ubadilishe utu wako wa ndani, uwe umezaliwa mara ya pili, ili uweze kuingia ufalme wa Mungu. Hiyo ndio kanuni. Fanya bidii nyingine unayotaka kuifanya, vema. Lakini Yesu akamwambia Nikodemu, na leo ujumbe huu unakuja kwako, lazima uzaliwe mara ya pili kwa maji, yaani kwa roho. Na roho, Yesu anasema neno nililokuambia ni roho tena ni uzima. Roho ndo neno, na neno linakupa ufahamu, linakufanya utu wako ubadilike uweze kufanana na wana wa ufalme. Huwezi kuingia kwenye ufalme wa Mungu kama wewe haufanani na ufalme huo, utu wako wa ndani ukiwa haujabadilika. Mimi ninakukaribisha uendelee kujifunza pamoja na mimi. Mimi mwenyewe ni mwanafunzi na nimechagua kujifunza pamoja na wewe, na ninaomba hili somo hili likuingie na likupe hamu ya kujifunza zaidi na kula kila kuitwapo leo. Mungu akubariki. Tuonane wakati mwingine.